asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana kabisa watumishi wa Mungu kwamba mkawa mnajiuliza nini maana ya wana wa urejesho. Na niko hapa kipekee kuwapa maana ya kwa nini tunaitwa wana wa urejesho. Wakati tuko katika maombi kipindi fulani, Mungu alisema na mimi kuhusiana na kitabu cha Ezra mlango wa 2. Na katika Ezra mlango wa 2, Mungu alikuwa anazungumza habari ya wana wa Israeli ambao walikuwa wamepelekwa uhamishoni na walipokuwa wanarudishwa kutoka uhamishoni. Na kama ni wasomaji wa Biblia mtaelewa kwamba wana wa Israeli walitenda mengi ambayo yalikuwa hayampendezi Mungu. Walienda kinyume na kile ambacho Mungu alikuwa anakitaka wafanye. Na Mungu akaruhusu wana wa Israeli Yerusalemu iingiliwe, na wao wakapelekwa Babeli, wakapelekwa uhamishoni. Lakini ukiendelea kusoma neno la Mungu utaona kwamba walipoenda uhamishoni, pamoja na kwamba Mungu aliachilia iko kibali waweze kwenda, lakini bado Mungu alikuwa pamoja nao. Kule uhamishoni Mungu alitembea nao, hakuwaacha wenyewe. Aliwaambia mnaenda huko, mtajenga, mtalima na mashamba ya mboga, mtaoa na kuzaa. Hata walipokuwa uhamishoni. Maana yake ni kwamba kuna wakati mwingine yumkini tunaweza tukawa katika mazingira ambayo ni magumu, tumemwacha Mungu, hatuenendi sawasawa na Mungu anavyotaka, lakini bado Mungu anatufuata kule tuliko. Bado Mungu anasema kuna mbegu ameiweka ndani yako. Na hiyo mbegu aliyoiweka ndani yako anaitafuta. Anatamani pamoja na kwamba uko katika mazingira magumu, lakini ujue kwamba bado yeye ni Mungu, atakushika mkono mahali popote ulipo. Kwa hiyo kitabu cha Ezra mlango wa 2, Roho Mtakatifu alikuwa anasema ndani yangu kwamba ninahitaji watu warejeshwe. Ninahitaji wale waliokuwa wameenda utumwani waweze kurudi. Ninahitaji wale ambao walikuwa wamepotea warudi tena. Ninahitaji zile mbegu zangu ambazo zilikuwa zimekufa haziwezi kuzaa. Ni wakati sasa wa kunyeshewa maji na kuzaa tena. Kwa hiyo utaona kwamba wana wa urejesho walirudishwa, wakarudi Yerusalemu. Lakini hawakurudishwa tu hivi hivi, kulikuwa kuna kazi ambayo walikuwa wanatakiwa waende wakaifanye. Na kazi hiyo ilikuwa ni kuijenga Yerusalemu mpya. Utakubaliana na mimi kwamba wakati Nebukadreza alivyoingia Yerusalemu, tunaambiwa mahekalu yalichomwa moto, kuta ziliangushwa. Maana yake ni kwamba kulikuwa hakuna ulinzi. Maana yake ni kwamba watu walikuwa wamekata tamaa. Hata vile ambavyo vilikuwa vinategemea kuzaliwa havikuweza kuzaliwa kwa kipindi hiko, na dhambi zilizidi kuendelea kushika hatamu. Lakini Bwana akataka hawa walioko katika uhamisho warejeshwe, warudi Yerusalemu ili waweze kujenga nyumba ya Bwana, ili waweze kujenga hekalu la Mungu. Mungu akasema na sisi, akasema ninahitaji mrejeshe vilivyopotea. Ninahitaji mjenge tena zile kuta ambazo zimeanguka. Ninahitaji hekalu langu ambalo adui aliingia akanyang'anya vyombo vilivyokuwepo hekaluni, vile vyombo viweze kurejeshwa na utukufu wangu uweze kushuka. Kwa sababu ya zile dhambi ambazo wana wa Israeli walikuwa wanazitenda, hata utukufu wa Mungu ndani ya hekalu la Mungu ulipotea. Waliweka miungu mingine. Ukisoma kitabu cha Ezekieli utaona kulikuwa kuna miungu mingine ambayo ilikuwa inakaa katika lango la kaskazini. Lakini pia hata kile ambacho Mungu alikuwa ameweka kwa walinzi wa madhabahu, walitoka katika nafasi yao ya ulinzi, wakajisahau ni kitu gani wanachotakiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Ezekiel, sitaki kuingia in depth, lakini ukisoma katika kitabu cha Ezekiel kuanzia mlango wa 9, utaona kwamba Mungu anazungumzia dhambi zilizokuwa zinafanyika. Na Ezekieli alipewa haya maono, dhambi zilizokuwa zinaendelea Yerusalemu, pamoja na mapigo yote ambayo Mungu aliwapa, pamoja na yale yote magumu waliokuwa wanapitia, lakini bado waliendelea kutenda dhambi. Wanawake ambao walikuwa wanategemewa
wasimame kwa ajili ya familia. Wanawake waliokuwa wanategemewa wasimame kwa ajili ya madhabahu ya Mungu. Wanawake ambao walikuwa wamewekwa katika malango ya hekalu. Ukisoma lile neno litakuambia wanawake walikuwa wamekaa katika lango la kaskazini, lakini walikuwa wanamlilia Mungu Tamuzi. Waliamua kwenda kwa Mungu mwingine, wakamsahau yule Mungu ambaye aliwatoa katika utumwa. Wakamsahau yule Mungu ambaye aliwatoa Misri akawapeleka mahali walipo. Wakaanza kuomba na kumwangalia Mungu mwingine. Ukiangalia maana ya Mungu Tamuzi katika neno, utaona tunaambiwa kwamba Tamuzi alikuwa ni Mungu wa reproduction. Tamuzi kwao alikuwa ni ile miungu inayoleta ongezeko. Lakini ongezeko hili wanalitafuta kwa Mungu gani? Ilinifanya nikatafakari kwamba wanawake hawa, kwa nini neno la Mungu linasema walikaa katika lango la kaskazini. Ukiangalia kitabu cha Ezekiel 1, utaona wakati Ezekiel anaanza kupewa maono ya kuambiwa kwamba ninataka uende uone namna gani watu wangu wanavyofanya kazi, yale makerubi na maserafi na ule mwanga ulitokea upande wa kaskazini. Kwa nini kaskazini? Nikagundua kwamba kaskazini ni lango la Mungu ambalo Mungu analitumia kupita ili utukufu wake ukapate kudhihirika. Na kwa nini katika lile hekalu wanawake waliwekwa katika lango la kaskazini, la hekalu la lango la kaskazini? Nikagundua kwamba sisi kama wanawake, kama watu wa Mungu, tuna nafasi ya kukaa katika lindo la kulinda malango ya lile lango ambalo Mungu anaingia ili utukufu uweze kuachiliwa. Lakini wanawake hawa ambao walikuwa wamepewa nafasi ya kulinda lile lango, walimgeukia Mungu mwingine. Hawakumwangalia Mungu yule aliye mkuu kuliko wote. Hawakukumbuka yule Mungu ambaye aliwatoa kutoka katika utumwa akawapa uhuru. Lango la kaskazini. Wanawake tumeachia malango wazi. Tumeshindwa kuelewa nafasi yetu ni nini. Kuna mambo ambayo mwanamke akiingia magotini akalia, hata macho ya wanaume atatoa machozi. Ukisoma nadhani kitabu kama sikosei ni Yeremia mlango wa 9, unasema wako wapi wanawake wenye ustadi? Wanawake waombolezao. Wawafundishe wanawake wadogo, wasichana wadogo kuomboleza, ili watoto na vijana walioko njiani waweze kukombolewa, ili zile mauti zilizopanda madirishani ziweze kuondoka. Tumesimama wapi watumishi wa Mungu? Na kila mtu ambaye Mungu amempa neema ya kufika mahali hapa ana kitu ndani yake. Mungu alituambia kwamba Roho Mtakatifu alikuwa anasema na sisi akasema, watakao kuja wanakuja kwa sababu nina kusudi nao. Watakao kuja wanakuja kwa sababu kuna kitu nataka kuweka kipya ndani yao. Uko uamsho mpya ndani ambao Mungu anataka kuuachilia. Tumesimama wapi watumishi wa Mungu? Tumesimama wapi? Ndoa zinaingiliwa, zinaharibika. Watoto wetu pia wanapita katika mapito mazito. Wanapita katika challenges. Huduma tulizonazo zinashindwa kusimama. Uzao tulionao, na ninapoongelea uzao, siongelei uzao wa tumbo lako la kuzaa watoto, lakini ninaongelea ile mbegu ambayo Mungu ameipanda ndani yako. Ni kitu gani ambacho Mungu anataka kizaliwe ndani yako? Lile jina ambalo Mungu alikupa kabla ya kuweko misingi ya ulimwengu. Tumekuwa ni watu ambao tunawapa watoto majina tu kwa sababu tunayapenda, kwa sababu tumegoogle katika internet, tumeona hili jina maana yake ni hiyo. Lakini je, hilo ni jina ambalo Mungu anawatambua watoto kwalo? Ndio jina ambalo Mungu aliweka hiyo mbegu yake ndani ya mtoto uliyembeba, hilo jina ulilonalo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alisema na sisi sana. Akasema anahitaji watu warejeshwe. Hali ya maombi iliyokufa ndani ya watu irejee. Huduma ambazo zimekufa zirejee. Ardhi zilizokufa ambazo hazizai tena zianze kuzaa tena. Lakini nani ambaye anaweza akasimama katika nafasi ili kuhakikisha hivi vitu vilivyokufa vinazaliwa? Wanawake wako wapi?
Machozi ya wanawake waombolezaji yalifanya macho ya wanaume yakatoa machozi. Wanawake waombolezaji. Wanawake waombolezaji. Tunalalamika vitu vingi kwamba ndoa haziendi. Tunalalamika watoto hawakai sawa. Tunalalamika kuhusiana na ardhi, mbona tunaona hakuna maongezeko? Lakini tumesimama wapi? Tumejitafakari, tukajiangalia kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yetu na anataka kifanyike, tunafanya sawa sawa? Wanawake waombolezaji ndio Mungu anaowatafuta. Sitaki kuingia sana kwenye somo kwa sababu leo siku yetu ni ya ushuhuda zaidi na watu kuomba sana. Lakini lazima tuelewe tu kwamba ukisoma katika kitabu cha Nehemia mlango wa 3, Mungu alikuwa anazungumza zaidi kuhusiana na ujenzi wa Yerusalemu, kujenga kuta, lakini pia kujenga madhabahu. Utaona kwamba Yeremia alikuwa uhamishoni, lakini alirudi baada ya kupewa taarifa kwamba anatakiwa aende akajenge kuta zilizobomoka. Walifanikiwa kujenga hekalu, lakini kuta zilikuwa bado hazijajengwa. Kuta zilikuwa zimebomoka na zilihitaji mtu aweze kuzijenga. Kwa nini Mungu alitaka kuta zijengwe? Kuta katika ulimwengu wa roho zinaashiria nini? Ulinzi. Yumkini walijenga madhabahu lakini ulinzi haukuwepo. Mungu alitaka utengenezwe ulinzi, wazingirwe kwa moto, wazingirwe kwa damu ya Yesu. Ulinzi katika hii hekalu ambalo Mungu ameliachilia. Lakini katika ujenzi huu, wakati nilipokuwa nasoma, niligundua kwamba Mungu aliamsha watu wa aina tofauti with different experiences. Manake ni kwamba Mungu anapotaka vitu vifanyike, Mungu anapotaka kitu chake kiweze kujengwa, atachukua watu tofauti tofauti. Atachukua watu wenye karama tofauti tofauti. Tunaambiwa wote tupo kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Kuna wachungaji, kuna wainjilisti, kuna waimbaji, kuna maprofeti, kuna walimu. Mungu ameweka kila mtu na sehemu yake kwa ajili ya kujenga hekalu lake, kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Nilishangazwa sana nilipokuwa nasoma mstari wa 8 wa kitabu cha Nehemia. Unasema Mungu aliweka mpaka watengeneza dhahabu, akaweka na mafundi wa manukato. Nilipokuwa naangalia Mungu kuweka watengeneza dhahabu na mafundi wa manukato watoke waende wakajenge kuta, mikono yao ilikuwa ina experience gani? Hawa walikuwa wamezoea, ni masonara hawa, ni watu wanaotengeneza perfumes. Mikono yao ina uzito gani wa kuweza kushika mawe na matofali kuweza kujenga kuta? Lakini pamoja na utii wao na kile ambacho Mungu alikuwa amekiweka ndani yao, utayari wao wa kutii maagizo ambayo Mungu alikuwa amewaachilia, walienda wakajenga kuta. Walienda wakazijenga kuta. Kwa nini? Kwa sababu ni Mungu ambaye aliwapa nguvu katika mikono yao ili waweze kufanya kazi ambayo hawakudhania kwamba wangeweza kuifanya. Ni kitu gani ambacho Mungu anakitaka kwetu tuweze kukifanya, pamoja na kwamba kuna wakati tunadhani hatuwezi? Kuna wakati tunakaa tunajitafakari, tunasema mimi na position yangu, mimi kwa sababu niko kwenye ndoa, mimi sina mtoto, mimi nina hiki siwezi kufanya. Lakini Mungu anasema nini? Mungu amekupa uwezo ambao bila kukaa magotini na kuomba huwezi kujua kile ambacho amekiweka ndani yako na kile ambacho anataka kiamshwe. Usijikatie tamaa kudhani kwamba wewe hufai. Usijikatie tamaa kudhani kwamba wewe haustahili. Usijikatie tamaa kuona kwamba wako wengine ambao wanaweza zaidi kuliko wewe. Mungu amempa kila mtu kwa nafasi yake. Kila mtu ana kitu ndani yake. Na mtu asikudharau ukajiona kwamba wewe ni mtu ambaye huwezi, kwa sababu nguvu zinatoka kwa Bwana. Ukisoma kitabu cha Zaburi kama sio Mithali, inasema Mungu anaipa mikono yetu nguvu ya kuweza kupigana vita.
Kuna vita ambayo hatuwezi kuingia kama Mungu hajatuvika nguvu. Lakini zaidi ya yote tunapewa nguvu katika mabega as well. Tunapewa nguvu, ni Mungu anayeachilia nguvu. Lakini pia kuna mlezi wetu mmoja alikuwa anatuambia madhumuni na umuhimu wa kutumia damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaweza ikakurejeshea vitu vingi ambavyo ulidhani vimepotea. Damu ya Yesu inaweza kukurejeshea macho yako ambayo yamefungwa, masikio ambayo hayasikii, kinywa chako ambacho unadhani hakifai, mikono yako unayodhani haina nguvu, moyo wako ambao umejaa majeraha. Iko damu ambayo inaweza kutenda kazi. Iko damu. Leo ni siku ambayo tunatamani tupate shuhuda, lakini pia ni siku ambayo tunatamani watu wajiachie mbele za Bwana. Jitafute ili ujipate uko wapi. Jitafute ili ujue Mungu anataka nini kwako. Na tumemwomba Mungu sana kwamba tunatamani siku ya leo katika kujitafuta, kama una magonjwa upate kupona. Kama kuna mahali kuna vifungo vikapate kwenda kufunguliwa. Kama kuna mahali kuna majeraha, damu ya Yesu ikaponye hayo majeraha. Tunatamani Mungu akaachilie ongezeko katika ardhi. Wanawake tunasimama wapi kuombea ardhi ambazo zimenenewa laana, ardhi ambazo hazifai? Ni juzi tu wakati nilikuwa ninakaa namuuliza Mungu ni kitu gani unachotamani nikizungumze, aliniambia utaongea kwa ufupi, lakini nilikuwa namuuliza ni kitu gani unataka niseme. Akaniambia neno moja na akanipa mafunuo ambayo kwa kweli nilikuwa sijawahi kutafakari. Akaniambia dhambi nyingi zinasababishwa na lango la uharibifu la kinywa. Kinywa kinasababisha mambo mengi. Kinywa kinaleta laana. Kinywa kinaleta mauti. Kinywa kinaleta kutokuzaa. Kinywa kinaleta maharibifu katika watoto, kinaleta maharibifu katika ndoa. Kinywa kinaharibu huduma. Kinywa kinaharibu uzao. Kinywa kinaleta laana katika ardhi. Na akasema na sisi, akasema yako malango matano ambayo ninatamani siku ya leo mtakapokaa mkiwa mnaomba miaguse. Akatupa lango la watoto, akatupa lango la ndoa, akatupa lango la huduma, lango la uzao na mbegu, akatupa na lango la ardhi. Na alipokuwa anaongea na mimi kuhusiana na lango la ardhi, alisema maneno yanaharibu vipi ardhi? Yako maneno yanayotamkwa na yako maneno yanayoandikwa. Watu wanatoa sadaka kwenye madhabahu za maneno. Sio tu kila wakati wanaenda kuchinja, kuna wakati sadaka nyingine ni za maneno. Hizo sadaka za maneno tunazishughulikia vipi? Wako watu ambao yumkini kuna kipindi fulani waliumwa, mtu akaumwa, au kuna maneno alionenewa akaja akafa akazikwa katika ardhi. Na haya alikuwa ni mafunuo ya kipekee ambayo sikuwahi kuyaelewa. Akasema wale watu waliozikwa, maneno walionenewa yameleta laana katika ardhi. Tunakomboaje ardhi wakati ina maneno? Ardhi iliyojaa maneno ya laana. Kuna maneno mengi ambayo tunakaa katika makundi ya wenye mizaha, tunaona kwamba ni jambo la kawaida na sisi tunashiriki. Lakini kama tunavyoweza kutoka majumbani kwetu asubuhi na kumwambia Mungu nivae nini? Niende wapi? Nipite njia gani? Ndivyo tunavyotakiwa kumuuliza Mungu niseme nini na niseme wapi kwa majira gani? Na conversation gani ambazo I need to take part to, and which conversation I'm not supposed to be part of them. Bwana Yesu asifiwe. Tujitafakari watumishi wa Mungu. Liko jambo ambalo Mungu analitaka kwetu. Yako malango ambayo Mungu anataka ayafungue, lakini kuna malango hawezi kuyafungua kwa sababu kuna vitu vimetuzuia. Na vitu vilivyotuzuia inawezekana ikawa vinywa vyetu wenyewe. Vitu vilivyotuzuia inawezekana ikawa maneno wengine ambao wametutamkia, laana ambazo wengine wametutamkia. Vitu ambavyo vinatuzuia inawezekana ikawa laana za vizazi na vizazi ambazo hatuzijui wala hatukuwepo, lakini zinaendelea kutuandama. Lango la ardhi. Nilitafakari sana nikasema Mungu hata waliozikwa. Nikakumbushwa neno moja
Sijui kama nitaliona hapa, nikakumbushwa neno moja ambalo lilikuwa linazungumzia pale ambapo Mungu anaachilia lile agano. Mtu anapoingia kwenye agano, alafu agano linapata nguvu wakati gani? Agano linapata nguvu mtu anapokufa, ndio linapopata nguvu. Ikanikumbusha kwamba leo hii una familia, una watoto, unaweza ukaenda ukaandika urithi, ukaandika will yako kwamba vitu vyangu atapata huyu, atapata huyu, lakini ile will yako haitakuwa na maana na haitaweza kutekelezwa mpaka ambapo umekufa, ndipo will inapofanya kazi. Kwa hiyo kuna maagano mengi ambayo yumkini wazazi wetu waliingia, mababu, mabibi. Kuna maagano mengi ambayo yumkini ni wanandoa waliingia. Kuna maagano mengi ambayo yalifanyika wale watu kipindi walipokuwa wanafanya wakati wako hai. Yumkini hiyo impact hatukuiona, lakini once mauti ikishaingia, lile agano ndo linapofanya kazi zaidi. Tunasimama vipi ili kumwambia Yesu ambaye alizikwa, alikufa, akaishinda mauti, ile mauti yake iondoe mauti zote ambazo zimenenewa juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naona mmepoa. Bwana Yesu asifiwe. I hope hili neno la Mungu linawaingia sawa sawa, na nia yetu ni kwamba lituingie ili tunapoingia kwenye maombi tujue tunaombaje. Ili tunapoingia kwenye maombi tujue ni sehemu gani ambazo tutazigusa ili tupate kufunguliwa. Amen. Naomba nimkaribishe mama mchungaji kabla hatujaendelea na session inayofuata. Mama mchungaji Upendo Malulu, mtumishi wa Mungu huyu ametoka mbali, ametoka Tabora. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba ameweza kuja kutumika pamoja na sisi. Mungu akubariki sana mtumishi, karibu utulishe lile neno ambalo Mungu alitaka utulishe.